Pili sasa, meza ya majadiliano kahawa uchai ndo kipindi ambacho umekuwa nacho kuanzia saa 12:30. Jina langu ni Innocent John. Naamini wala ambao umeanza nao ama watangulizi wangu mmekwenda nao vizuri mpaka kufikia muda huu sasa ambapo tutaenda kujikita katika kujadiliana kwa kina juu ya mada yetu ambayo tuko nayo kwa siku hii leo mezani hapa. Ni mwendelezo wa kile ambacho tulikiangalia wiki iliyopita ambapo tulizungumza kuhusiana na taasisi ya huduma za Kikristo nchini Tanzania. Tunaweza kuzungumza hivyo CSSC ndio Kwa hiyo bado tuko nao ndani hapa kwa ajili ya kuendelea kuifahamu kwa kina. Wao wanajihusisha na miradi miwili ambayo iko chini ya taasisi za kidini. Maana tunazungumzia elimu pamoja na afya. Ndo miradi mikubwa ambayo wako nayo katika taasisi hii ama katika mwamvuli huu. Hawa wanajumuisha taasisi zote za elimu ambazo ni za kanisa na taasisi za afya ambazo zote ni za kanisa. Karibu sana mwanafamilia wa Kahawa Uchai ndani ya meza majadiliano tuweze kuifahamu namna ambavyo sasa katika taasisi ya elimu wamejikita huko. Leo tutazungumza sana kuhusiana na taasisi hii ya elimu kwa kina. Tulizungumza wiki iliyopita tukaiona namna ambavyo inafanya kazi na mambo kadha wa kadha ambayo tuliyajadili kwa siku hiyo. Naamini pia kwa siku hii leo utakuwa na mengi ya kujifunza kupitia wageni wangu ambao nimewalika kwa siku hii leo pia. Wiki iliyopita nilikuwa na Dr. Josephine Barati ambaye ni mkurugenzi wa huduma za afya katika kutoka CSSC ambapo hii tunasema ni Christian Social Service Commission. Kwa hiyo na leo nitakuwa na, lakini pia nilikuwa na Joshua Moshi ambaye ni mshauri wa huduma za elimu CSSC, na leo naanza naye, niko naye hapa Joshua Moshi ambaye ni mshauri wa huduma za elimu CSSC. Nitakuwa naye hapa kuhakikisha tunalipeleka gurudumu hili, na katika upande wa elimu sasa ama sekta ya elimu ambayo elimu tukizungumzia elimu kuna sekta binafsi. Sasa hizi tunazungumzia ambazo taasisi za kielimu ambazo ziko chini ya kanisa ama taasisi za kidini. Kwa hiyo karibu sana wewe mwanafamilia, uendelee kushiriki nasi mpaka pale itakapo timu saa 3 kamili za asubuhi. Lakini pia niko na Sylvester Udope, manager wa mradi wa ulinzi na usalama wa mtoto kama sijakosea. Uko sahihi. Iko vile. Asante sana. Karibu sasa tuianze safari yetu hii mpaka pale saa 3 kamili za asubuhi. Lakini unayo na fursa pia ya kuungana nasi ama kushiriki nasi kupitia 0742 73 34 44, namba pekee ambayo mimi unaweza kanitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi tukajadiliana mawili matatu kwa maoni na ushauri. Karibuni sana 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 wageni wangu, karibuni sana. Asante sana. Asante. Tuweze kujadiliana, naamini mambo yanakwenda huko. Ni kweli. Salamu zangu kutoka CSSC. Wanakusalimu sana, lakini pia wanashukuru sana kwa kipindi kizuri. Tulipata mrejesho pia kwa wadau mbalimbali ndio ambao walifanikiwa kufikia kuona kipindi kile. Kwa hiyo walishukuru kupata ufafanuzi wa elimu ndio kuhusiana na huduma tunazozitoa. Kwa hiyo tunapongeza sana Tumaini Television kwa mada hii nzuri na nafasi ambazo wamezitoa kwa ajili ya CSSC ili kuweza kuelimisha watu, lakini kutoa taarifa huduma za kanisa za kielimu na kiafya zinazotolewa. Sawa. Kwa sababu inaonekana watu wengi sana wanafuatilia hivyo, lakini wanapata mrejesho wa vitu ambavyo walikuwa wanahitaji kuvifahamu. Sawa. Tunashukuru sana. Na washukuru sana kwa nafasi hiyo. Niwakaribishe tena kwa nafasi nyingine. Asante. Karibuni sana na tuiangalie sasa. Nianze kwako Sylvester Udope moja kwa moja. Ambaye wewe ndo manager wa mradi wa ulinzi na usalama wa mtoto kutoka Tume ya Kikristo ya Huduma za Kijamii. Ndio. Pengine tunapozungumzia mradi wa ulinzi na usalama wa mtoto, inajumuishaje katika upande wa Tume ya Kikristo ya Huduma za Kijamii? Mnadili nazo vipi hizi miradi kabla hatujaja kuziangalia mmoja baada ya mwingine kama ipo? Kwanza sisi kama Tume Christian Social Services Commission miongoni mwa vigezo vya kutoa huduma zetu za elimu ni pamoja kuhakikisha kwamba mtoto anapata elimu katika mazingira ya usalama. Kwa hiyo tuna kitengo cha ulinzi na usalama wa mtoto katika shule za makanisa. Sawa. Ambapo tunahakikisha kwamba shule zote zinakuwa na miongozo, sera, lakini pia miundombinu inayo support ulinzi na usalama wa mtoto. Kwa hiyo tunataka mtoto huyu
anapata elimu apate katika mazingira yaliyo salama. Sawa sawa. Na kila mdau anayehusika katika shule na nje ya shule anashiriki kumlinda mtoto ipasavyo. Kwa sababu tunajua kwamba mtoto huyu asipolindwa atakosa haki zake kuu 4. Mtoto ana haki ya kuishi. Sawa sawa. Ana haki ya kulindwa. Sawa sawa. Ana haki ya kuendelezwa, lakini ana haki ya kushirikishwa. Kwa hiyo kama hata pata hivyo vitu, matokeo yake anaweza kaingia kwenye vitendo vya unyanyasaji, ambavyo vitendo vya unyanyasaji katika nyanja za kimwili, kihisia, sawa sawa, lakini kingono, lakini pia kutelekezwa. Kwa hiyo asipopata zile haki zake 4 anaweza katumbukia katika vitendo vya unyanyasaji. Kwa hiyo kama tume inataka kuhakikisha kwamba shule zetu zinatoa huduma katika mazingira yaliyo salama na yanayohakikisha kipaumbele cha kwanza ni mtoto yuko salama katika vyombo vya usafiri kama shule zile ambazo ni za kutwa, lakini pia katika mabweni yetu kama shule zile za bweni. Sawa sawa. Mtoto analindwa, anapata chakula kinachostahili, lakini pia walimu wanasimamia na kumpa taaluma inayomkuza ipasavyo. Sawa sawa. Ndio. Nikushukuru sana kwa ufafanuzi huo, namna ambavyo naamini mtazamaji wetu unaendelea kuona namna ambavyo taasisi za kidini ambavyo zinatoa huduma zake zimejiimarisha kweli kweli. Unapozungumzia swala la elimu, ukitajua shule ambazo zinafanya vyema ni taasisi za kidini, huwezi kuzitoa kiukweli. Na umeona namna ambavyo wamejikita, yani wana kitengo ambacho kinashughulikia tu masuala ya ulinzi na usalama wa mtoto. Hawapo shuleni hata akiwa nje ya shule pia, lakini kama ni yuko ndani ya mradi wao, basi wanahakikisha akiwa shuleni anapata elimu ambayo ni bora zaidi, yani anakuwa salama zaidi, hakumbani na changamoto za hapa na pale. Kwa hiyo tuendelee kusalia hapo hapo uweze kujifunza mengi zaidi kutoka Tume ya Kristo ya Huduma za Kijamii. Tunasema Christian Social Services Commission na mambo kama hayo. Joshua Moshi, mshauri wa huduma za elimu, uko hapa kabisa na sehemu yako pia. Tumeona kuna miradi ambayo inamhusisha moja kwa moja mtoto katika swala zima la ulinzi na usalama. Changamoto zimekuwa nyingi sana. Ukizungumzia mashuleni kwa sasa hivi, changamoto za mtoto kutokuwa salama, kuwa salama ni nyingi. Katika kuhakikisha swala hili la ulinzi na usalama wa mtoto, pengine ni namna gani ambavyo kama sehemu yako mshauri wa elimu na kujumuisha na swala hili la ulinzi na usalama kwa mtoto, mnahakikisha kila ambacho kinafanyika ama kinapelekwa kwa mtoto kinakuwa salama kweli anapokuwa shuleni? Asante sana. Kama tunavyosema Tume ya Kristo Huduma za Jamii inahakikisha kwamba pandisha kidogo maiki, huduma zinazotolewa za elimu ni bora. Sawa sawa. Na yule mlaji ambaye ni mwanafunzi naye pia awe katika mazingira salama. Kwa hiyo kuna miongozo ambayo inatolewa na serikali, kwa mfano ile curriculum, ile mitaala. Kwa hiyo sisi tunaitekeleza ile mitaala, ambapo tunahakikisha tunaitekeleza kwa viwango vya hali ya juu ya ubora. Lakini kuna miongozo mingine ambayo sisi kama tume tunaiandaa. Kwa mfano katika swala la ulinzi na usalama wa mtoto, sisi tumeandaa moduli mbalimbali ambazo zinatumika kwa ajili ya kuelekeza sasa wanafunzi pamoja na walimu na wale wafanyakazi wasiokuwa walimu jinsi gani ya kuweza kutunza mazingira. Na msingi mkubwa umetokana na kwamba ni maagizo ambayo yameandikwa hata kiBiblia kwamba mlee mtoto katika njia impasayo na hataweza kuiacha. Kwa maana hiyo sasa kama kanisa, pamoja na kwamba tunahakikisha mtoto anapata elimu, lakini tunahakikisha anapata na maadili bora. Kwa hiyo tunaamini wengi watakuja kuwa viongozi mbalimbali wa kijamii, lakini viongozi wa kanisa, lakini na viongozi wa taasisi mbalimbali. Kwa maana sasa ili tuweze kuhakikisha hivyo, mimi binafsi kama mshauri wa huduma za elimu ninahakikisha ile miongozo yote ambayo ipo katika nchi yetu ambayo inasimamia kuelekeza jinsi gani mtoto aweze kupata huduma nzuri za elimu inatekelezeka kwa viwango vizuri. Ikiwa ni pamoja na kutoa semina mbalimbali kwa wafanyakazi katika taasisi zetu, tukimaanisha walimu pamoja na watendaji wengine ambao si walimu, ili kutafsiri kwa vitendo zile sera na kuweza kutekeleza vizuri. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kuwakumbusha umuhimu wa kuzingatia, kwa sababu unaweza kawa umeelimishwa kufahamu kitu fulani, lakini usitekeleze kile kitu. Sawa sawa. Kwa hiyo sisi pia tunakumbusha kwamba hakikisheni kwamba kila mara mnazingatia kutekeleza
hii miongozo ili kila huduma inayopatikana iweze kupatikana kwa ubora lakini kwa usahihi ambayo inayotakikana, na kiasi kwamba kusiwe na mtu anaachwa pembeni kwa sababu ya yoyote ambayo sio sahihi. Hivyo ndio tunavyofanya. Asante sana. Tukirejea kwako Sylvester Odope, meneja wa mradi wa ulinzi na usalama wa mtoto. Ndiyo. Naamini kuna sehemu ambapo mlifika mkaona moja kwa moja kuna haja sasa ya kuja na hiki kitengo kwa ajili ya kushughulikia masuala kama haya. Pengine nifahamu miradi ambayo ipo sasa, kama kuna mmeigawanya kwamba tunashughulika na hiki na hiki na hiki, tupate kufahamu moja kwa moja katika taasisi za dini za kielimu, miradi ambayo inasimama katika kuhakikisha ulinzi na usalama wa mtoto unakuwepo mashuleni. Ni miradi ipi hiyo? Ni mradi mkubwa huo wa ulinzi na usalama, kama mradi unasimama kwa ajili ya mashule ya makanisa. Sawa sawa. Ili kuhakikisha kwamba, lakini pia tunaenda na upande wa serikali. Tunafanya kwa ushirikiano na serikali kuhakikisha kwamba watoto hawa wanakuwa salama. Sasa huu mradi unahakikisha kwamba unasimamia sera zilizopo za serikali, kwa sababu serikali yenyewe ina miongozo yake ambayo inaitoa kwa watekelezaji wa miongozo hiyo kwa maana ya shule, lakini pia na sisi kama wadau tunapewa hiyo miongozo kuitekeleza. Lakini tunaenda zaidi na kusaidia kutengeneza moduli ambazo zitasaidia kufundisha ngazi mbalimbali. Kwanza kwa mwongozo, serikali imetoa mwongozo wa kwamba kila shule iwe na walimu wawili wa malezi, mwalimu wa kike na wa kiume, lakini pia katika kila shule kuwepo na klabu za ulinzi na usalama wa watoto. Kwa hiyo kupitia miongozo na sisi tunajaribu kurahisisha kwa kuweka moduli ambazo tunawafundisha wale walimu wanaoteuliwa kuwa walimu wa malezi nini majukumu yao katika kutekeleza jukumu hili la kuhakikisha ulinzi na usalama wa watoto katika shule. Lakini pia zile klabu za ulinzi na usalama, mradi huu unahakikisha unawafundisha wale wanafunzi wanaounda klabu za watoto mashuleni za ulinzi na usalama wajibu wao, haki zao, namna ambavyo wanaweza kutoa taarifa ya vitendo vya ukatili wanavyofanyiwa, lakini watu gani wanaweza kuwafanyia pia hata vitendo hivyo vya unyanyasaji au ukatili. Kwa hiyo tunawafikia kwa kutoa elimu. Na zaidi mradi huu unajikita kuelimisha jamii. Kwa sababu kama tunataka mtoto awe salama ndani na nje ya shule, ni vizuri kuishirikisha jamii. Katika jamii tunapita kwa viongozi wa dini na watu maarufu katika jamii, kuwaelimisha mtoto ni nani, mtoto ana haki zipi, ni watu gani wanaweza kumtendea mtoto ukatili au unyanyasaji, na namna wanavyoweza kutoa taarifa. Lakini vyombo vya serikali, kuna watu hawa wa ustawi wa jamii, ngazi ya kata, ngazi ya halmashauri. Nao ni watu muhimu kwa sababu ndio wanaohusika kupokea malalamiko au kesi mbalimbali za unyanyasaji wa watoto. Nao tunawashirikisha polisi jamii katika kata. Lakini zaidi sana tunatoa na elimu na matumizi ya namba ile 116 ya kutoa taarifa ya vitendo vya ukatili. Watoto wapewe simu, na ile namba ni bure kabisa. Mtoto yeyote anayefanyiwa ukatili mahali popote akipewa simu, anaweza akapewa simu na mtu mzima akapiga ile namba kueleza ukatili aliofanyiwa au unyanyasaji aliofanyiwa. Mara moja serikali itachukua hatua kwa kuwaleta watu kuja kumsaidia au kumsikiliza ukatili aliofanyiwa. Kwa hiyo tunafanya mradi huu kwenye makanisa yetu kuhakikisha kwamba shule zinakuwa na miundombinu ikiwemo sera, lakini ofisi hizo, klabu zinafanya kazi ambazo zinawajengea pia uwezo watoto kuanzisha shughuli za kujitegemea kama bustani, uchoraji. Kwa hiyo wanafanya vitu mbalimbali kupitia klabu za ulinzi na usalama wa mtoto. Na tukizungumzia kwenye swala zima la mimi, kuna changamoto nyingi ambazo pia tutakuja tuziangalie. Mradi huu ambao unahusisha ulinzi na usalama kwa mtoto unahusisha nchi nzima ama kuna namna mmeugawa? Sisi kama Christian Social Service Commission, shule zote za makanisa nchi nzima tunahakikisha kwamba swala ulinzi na usalama wa mtoto shuleni linafanyika nchi nzima kwa shule za makanisa. Lakini kwa shule zinazofanya na serikali, mradi huu umejikita mkoa wa Pwani na mkoa wa Mwanza. Tunafanya katika mikoa hii miwili. Katika mkoa wa Pwani tunafanya na halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo, tunafanya na halmashauri ya mji Kibaha, tunafanya na halmashauri ya wilaya ya Kibaha, lakini kwa Mwanza tunafanya na manispaa ya Ilemela, lakini pia na halmashauri ya jiji la Nyamagana.
Katika utekelezaji wa mradi huu wa ulinzi na usalama kwa mtoto katika hii mikoa miwili, tuangalie hii mikoa miwili ambayo umeitaja. Namna utekelezaji wake upoje mpaka sasa hivi? Utekelezaji wake upo vizuri, kwa sababu group lilolengewa kufikiwa, targeted group, ndio tuliwalenga kuwafikia watoto katika shule 100. Kwa hiyo mradi umefika katika shule zote 100, ambapo katika shule hizo 100 tulilenga kufundisha watoto 4 ambao watakuwa ni viongozi wa klabu za ulinzi na usalama wa watoto. Tumewafikia wote. Lakini tulilenga kufundisha walimu 200, kila shule walimu 2 wa malezi na unasihi. Mradi umewafikia walimu wote kwa kuwafundisha na kuwajengea stadi za kazi yao, kwamba kama walimu wa malezi na unasihi kinachopaswa kufanywa na wao ni kitu gani. Kwa hiyo tumewafundisha kwa kutumia moduli. Lakini pia tulilenga kuwafikia walimu 400 katika shule hizo ambazo sawa, ili waone namna gani ambavyo wanashiriki katika usimamizi wa wanafunzi madarasani na kupunguza adhabu zinazoumiza watoto. Tumewafikia walimu 400 katika shule hizo. Lakini pia tulipanga kufikia kamati za ustawi wa jamii katika kata 23, ambapo wajumbe wale wamtakuwa mpango mkakati wa kupunguza ukatili dhidi ya wanawake na watoto mtakuwa. Tuliwafikia kamati kata 23, ambapo wanakamati wale wanaishi na watoto kwenye jamii. Na kwenye jamii nako ndiko kunakofanyika ukatili. Sawa. Kwa hiyo tukaona tukijikita mashuleni bila kuelimisha jamii, ambako watoto ndiko wanakotokea walio wengi ambao wanasoma shule za kutwa, tutakuwa hatujafanya kitu. Kwa hiyo wale wanajamii wana composition yake ile kamati, mchanganyiko wake ni kwamba kuna wanajamii kabisa, kuna watu maarufu, viongozi wa dini wanaingia mle, viongozi wa serikali kama nilivyosema, watu wa ustawi wa jamii, watendaji. Kwa hiyo tunaongea nao kuwaelimisha mtoto ni nani, haki za mtoto ni zipi, wajibu wa mtoto ni upi, watu gani wanaoweza kumfanyia ukatili mtoto, na vitendo gani, aina gani za ukatili zinazofanywa kwa watoto. Lakini pia namna ambavyo wanaweza kutoa taarifa endapo watabaini mtoto anafanyiwa ukatili. Sawa. Nakushukuru sana Sylvester Udope, manager mradi wa ulinzi na usalama wa mtoto. Asante sana. Nakushukuru sana kwa ufafanuzi huo na namna ambavyo mradi huu mkubwa sana unatekelezwa. Mimi binafsi nilikuwa nafahamu tu kwamba mashuleni tuna club za mazingira na vitu kama hivyo. Kupitia mradi huu wa ulinzi na usalama nimefahamu kwamba hawa nao wameanzisha club ambazo za wanafunzi zinajumuisha kuzungumzia masuala ya ukatili na masuala mbalimbali ambao watoto wanakuwa wanafanyiwa wanapokuwa mashuleni. Hongereni sana kwa swala hilo, ni kitu kizuri. Mimi nimekipenda binafsi kuanzisha hizi club, pengine wanafunzi wakiwa wanazungumza wao kama wao, kuna namna wanaweza akashauriana. Nije kwako Bwana Joshua Moshi, tujikite kwanza kwenye hii club ya mazingira, ambapo namna ambavyo tunatakiwa jamii ipokee na inatakiwa isaidie vipi wanafunzi hawa, na watu wanatakiwa waibebe vipi hizi klabu zinazohusu masuala ya ulinzi na usalama kwa mtoto wanapokuwa mashuleni, na namna gani tunaweza tukaziimarisha hizi klabu mashuleni ili kuondokana kabisa na changamoto ambayo kiukweli kwa sasa hivi ukisikia tu ukatili fulani umefanywa, pengine yaani ukisikia tu ni shuleni, nyumbani. Shuleni ndio imekuwa changamoto kubwa. Kupitia pengine klabu hizi ambazo wanafunzi wanakuwa na jukwaa moja ambalo wanakutana na kuzungumza ya kwao, ni kwa namna gani tunaweza tukaziimarisha hizi klabu na pengine zikawa msaada mkubwa sana hapo baadaye? Ni kweli kwamba hizi klabu za masuala ya usalama na ulinzi wa mtoto mashuleni zimeonekana ni nzuri, kwa sababu kwanza zinawajengea wale watoto ujasiri wa kutambua aina za unyanyasaji ambazo wanaweza kukutana nazo au wakaona wakazishuhudia wenzao wanafanyiwa. Lakini pili, wanapata ujasiri wa kuweza kuzitamka. Kwa maana hiyo sasa changamoto ambayo tunaiona na tunashauri kwamba ni wazazi kuwapa nafasi watoto kusikika. Kwa sababu Tanzania bado tuna mfumo kadogo kwamba mtoto wakati mwingine hapati nafasi ya kujieleza, especially akiwa anaelezea mambo ambayo yanaonekana mtu mkubwa ameyafanya. Sasa tunashauri kwamba jamii ianze kupokea haya mabadiliko, ambapo mtoto kutokana na elimu anayoipata kuhusiana na unyanyasaji wa aina yoyote anaweza kutoa taarifa. Sasa asichukuliwe kwamba ni mtoto, ila achukuliwe kama ni mtu ambaye anatambua haki zake, lakini pili anaelewa nini madhara ya
vile vitendo vya kiunyanyasaji. Kwa maana hiyo kwanza, cha kwanza wito wetu ni kwa jamii kuhakikisha kwamba wanaanza kupokea haya mabadiliko. Kwa sababu mtoto ni rahisi hizi kusema baba fulani amenishika sehemu fulani ambayo sikufurahia, au baba fulani ameniambia maneno ambayo sijayapenda. Sasa lakini asionekane kama ni mtoto basi wakapuuza ule ujumbe. Lakini sambamba na hilo waanze kuwapa ushirikiano sasa. Kwa mfano mtoto atakapokurudi kutokana na mafunzo ameyapata shuleni, akirudi nyumbani akasema labda nilipanda bodaboda lakini yule bodaboda alinifanyia kitendo hicho. Ina maana wazazi waanze kufuatilia zile taarifa. Wasipuuze. Waende wakatoe taarifa, sababu tayari tumeshatoa, kuna wale wanaitwa ward executive officers tayari wameshaunganishwa katika utendaji hapo, lakini kuna kamati hizo za ustawi wa jamii za kata nazo zimeshakuwa. Kwa hiyo wakipoa taarifa kule tayari ni rahisi kwenda kufanya mafuatilio na kuweza kuhakikisha kwamba zinanyanyapaliwa. Lakini sasa katika jamii napo tuwashauri kwamba wale watoto wanapata nafasi ya kujifunza shuleni, lakini na nyumbani pia wawape nafasi, kwa sababu sasa kuna vipindi vingi mbalimbali vya television ambavyo vinaelimisha kuhusiana na haki na wajibu wa mtoto. Kwa hiyo ina maana wazazi basi waweze kuvifuatilia vipindi na kuachia watoto wao waweze kuvifuatilia ili wajifunze zaidi kuliko kupata yale ya shuleni tu peke yake, lakini wanaweza wakapanda. Sasa hivi kuna baadhi ya wadau mbalimbali wa elimu ambao wanafundisha jamii kuhusiana na unyanyapaa kwa kutumia mambo ya television, na kwa kutumia video, la kutumia katuni mbalimbali. Kwa hiyo sasa ina maana tunashauri kwamba wazazi pia waruhusu watoto vile vipindi siku za Jumamosi na Jumapili ili watoto waweze kufuatilia vile vipindi na wakaweza kujifunza zaidi kuhusiana na masuala ya unyanyapaa, lakini na haki za watoto na vitu vingine. Wasiweke zana kwamba mtoto akijua haki zake basi atakuwa mkorofi. Si kweli. Ila atakuwa kiongozi mzuri kwa jamii, kwa sababu tayari atakuwa anajua hichi sio sahihi na hichi siwezi kukitekeleza kwa sababu hakina manufaa katika maisha yake na ukuaji wake. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo tunashauri kwamba serikali jamii iruhusu hayo mapokeo na kuanza kuyafanyia kazi, kuhakikisha kwamba watoto wanawezeshwa zaidi. Yale wanayopata shuleni waweze kuyatekeleza katika jamii, lakini wapate nafasi ya kuweza kushiriki mafunzo mengine mbalimbali ambayo yanatolewa kwa kupitia vyombo vya habari ambavyo vinafanya shughuli kama hizo. Asante sana. Nimekuona Bwana Sylvester Udupe mwenye mradi wake sasa na hasa kwenye hiki kipengele ambapo moja ya utekelezaji wake ni kwenye hizi club. Tumalizie kwa ufupi sana pengine na cha kuongezea katika eneo hilo ili kuona namna gani ambavyo kiukweli walimu, jamii kama alivyozungumza Sylvester na Bwana Joshua Moshi hapa, hii kitu ambayo mnaitekeleza na mmeianzisha hii kuhusiana swala zima la club za wanafunzi na yenyewe inakuwa na mapokeo makubwa kama ambavyo zilivyo club zingine huko mashuleni. Ndio, ni kwamba shule zimepokea na tunapata ushirikiano kutoka kwa walimu, kwa sababu mlezi wa klabu hizo ni wale walimu wa malezi na unasihi. Lakini kwenye mazuri, lakini hakukosekani changamoto. Kuna shule chache haziwapi nafasi kubwa sana watoto kuwaunga mkono kwenye klabu hizo. Lakini tumetaka kuwapa elimu, kumetokea mabadiliko. Lakini vilabu vinafanya kazi vizuri na kwa ushahidi tulipopita watoto wanashuhudia. Sasa wanaripoti hata vile vitu vidogo vidogo ambavyo havikuwa reported awali. Sawa. Mtu anasema mama ameninyima chai, amesema nimechelewa kuamka kwa hiyo nachelewa school bus. Amesema kwa uzembe wa kuchelewa kuamka hutamalizia kunywa chai. Yeye mtoto anaona tayari, kwa sababu tulimwambia ukatili ni kitendo chochote kile, akasema nao huo ni ukatili. Sawa. Lakini pia ndugu mtangazaji, mimi nilifikiri jamii kama alivyosema mwenzangu, jamii tunaiomba irudi kwenye malezi yenye mwitikio. Jamii sasa imekaa katika mfumo ambao haijihusishi sana katika malezi yenye mwitikio. Watoto wanakuwa peke yao muda mwingi, wazazi tunahangaika na shughuli za kimaisha, tunatafuta uchumi, tunatoka alfajiri, tunarudi usiku, watoto wako peke yao. Malezi ya mtoto si tu kutoa matunzo ya mahitaji. Mtu mwingine sasa kwamba mimi pale nimeacha kila kitu, lakini watoto wanahitaji uwepo wetu sisi wazazi. Sawa. Tukae tuzungumze nao, lakini pia watoto wanatakiwa kuelekezwa kwenda kwenye imani zao za dini. Kama ni Mkristo, ni Muislamu, mzazi una wajibu wa kumpeleka mtoto kwenye dini, lakini watoto wanahitaji kucheza. Wasimamiwe katika michezo, wacheze na wenzao. Hilo yote yanahusisha makuzi ya mtoto. Sawa. Kwa hiyo wazazi wengi tumejikita kwenye matunzo tu, kwamba mimi natoa mahitaji, umefunga geti kubwa, unafikiri ndio kumlinda mtoto. Hapana.
mtoto anahitaji kuendelezwa, anahitaji kushirikishwa. Kwa hiyo kuna michezo inayomuhusu, kuna shughuli zinazomuhusu na watoto wenzake. Ukifanya hivyo utamsaidia sana. Kwa hiyo tunatoa wito kwa jamii ione kwamba hata kama inatoa mahitaji ya chakula, mavazi na nini, sio tu hivyo, watoto wanahitaji uwepo wa sisi wazazi, wazungumze na wazazi ili wapate kujifunza kutoka kwetu vitu mbalimbali. Asante sana. Ni kushukuru sana Joshua Moshi, ni kushukuru pia Sylvester Udope kwa namna ambavyo mnaendelea kufahamisha umma juu ya tume hii ya huduma za tume ya Kikristo ya huduma za kijamii. Na leo tunajikita zaidi katika kuzungumzia mradi wa ulinzi na usalama wa mtoto katika upande wa elimu. Leo tupo na elimu tu. Nimekwambia kwamba taasisi hii imejikita katika vitu viwili, elimu pamoja na afya. Leo tupo katika sehemu ya elimu na tunazungumza mambo mengi, hasa hususan swala zima la ulinzi na usalama kwa mtoto anapokuwa anatekeleza majukumu yake ya kupata elimu. Na hii ndio tume ya Kikristo ya huduma za kijamii, CSSC, ama tunasema kwa lugha ya wenzetu kutoka ng'ambo ni Christian Social Services Commission. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea mimi na wageni wangu hapa, basi tutakuwa na mengine kufahamu japo changamoto gani katika utekelezaji wa miradi hii wanakumbana nazo na kipi kifanyike sasa katika kuimarisha zaidi mradi huu wa ulinzi na usalama kwa mtoto uwe mkubwa zaidi na uwe bora zaidi hapa kwetu nchini Tanzania. Endelea kusalia nasi, endelea kubaki nasi. Vipimo kutoka maabara ya maudhui vimekamilika na majibu yake ni haya. Tumbo liko kama puto. Kujua kwamba umeshiba ni jinsi tumbo limetanuka. Kama kuna tatizo yoyote kwenye mimba yake wanagundua mapema ili waweze kurekebisha hiyo kitu. Kwamba mama anapaswa si ampigishe mswaki kwa sababu hana meno, lakini anamsafisha zile fizi. Kuna baadhi ya dawa zinaweza pia zikawa na madhara kwa mtoto aliyeko tumboni, anayenyonya, au hata mtoto ambaye yupo katika stage za ukuaji. Afya ni mtaji. Kutana na wataalamu wa afya kutoka sehemu mbalimbali katika kipindi cha Zahanati. Usikose kutazama kipindi hiki Ijumaa saa 2:30 usiku na marudio Jumamosi saa 8:30 alasiri. Ni hapa hapa Tumaini Television. Ipe nafsi yako tumaini. Nyumba bora hujengwa na mwanamke, lakini pia mwanamke huyu ni pambo la nyumba. Na panapo haribika kitu kwenye familia, mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku, hapa hapa Tumaini Television. Asante sana kwa kuendelea kusalia nasi na kwa kuendelea kubaki hapo Tumaini Television. Karibu sana, na kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Kahawa Ushai, meza ya majadiliano. Bado tuko na tume ya Kikristo ya huduma za kijamii hapa kwetu nchini Tanzania, tunasema Christian Social Services Commission. Endelea kubaki nasi, endelea kusafiri nasi mpaka pale 3 kamili za asubuhi. Una nafasi pia ya kushiriki nasi katika upande wa ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0742 73 34 44. Unalo jukumu kubwa na muhimu sana kwa maoni na ushauri. Basi karibu. Na leo tunazungumzia kuhusiana kwenye upande wa idara ya elimu katika hii tume, inahusikaje, inafanyaje. Na tumezungumza mengi, hususan tuko naye pia Sylvester Udope ambaye ni manager wa mradi wa ulinzi na usalama wa mtoto. Wamezungumza mambo mazuri sana ambayo yeye kama manager wamejikita sana kuyahakikishia mtoto anakuwa salama salimini anapokuwa anatekeleza masuala yake mazima ya kielimu. Kuna miradi ambayo wanaifanya ili kuhakikisha kweli mtoto anakuwa salama pindi anapokuwa anapata elimu yake bora na inamsaidia. Lakini pia niko na Joshua Moshi ambaye ni mshauri wa huduma za elimu kutoka CSSC. Hao ndo wageni wangu kwa siku ya leo na tuko vizuri kweli. Tunaendelea kukufahamisha kila ambacho tume hii inakifanya hapa kwetu nchini Tanzania. Naamini pia na wewe unaendelea kujifunza mengi
kuhusiana na hii tume. Tumerejea mara baada ya mapumziko sasa hayo mafupi. Tumezungumza mengi sana yanayotekelezwa katika mradi huu wa ulinzi na usalama wa mtoto. Tuifahamu sasa idara ya elimu na majukumu yake. Idara ipoje na inatekeleza majukumu yapi hasa? Asante sana. CSCC imegawanyika katika idara kubwa mbili, idara ya afya na idara ya elimu. Sasa katika idara ya elimu inaongozwa na mkurugenzi wa huduma za elimu. Anashirikiana na maafisa wengine ambao kutakuwa kuna afisa wa mshauri mkuu wa masuala ya elimu, lakini pia kuna mshauri wa masuala ya sera za elimu, alafu kunakuwa na afisa wa miradi. Hao ndio watendaji wakubwa katika idara hiyo ya elimu. Na idara hii inashirikiana na makanisa, inafanya kazi kwa miongozo ya makanisa. Na CSCC imeunganishwa na makanisa ya makubwa katika pande kuu mbili. Baraza la Maaskofu Tanzania tukimaanisha kanisa Katoliki, lakini na Jumuiya ya Kikristo Tanzania ambayo ni yale makanisa ya Protestanti ambayo wanatumia ni CCT, Christian Council of Tanzania. Sasa sisi kama idara tuna majukumu ya kuratibu na kushauri huduma zote za elimu zinazotolewa na makanisa nchini, kuanzia elimu ya awali mpaka university, vyuo vikuu. Na tuna taasisi za elimu 1033 kwa nchi nzima. Lakini kila jimbo au diocese ina idara ya elimu ambayo inaratibu shughuli za elimu katika jimbo lake au diocese yake. Tukizungumzia jimbo tunamaanisha kanisa Katoliki, na tukizungumzia diocese tunamaanisha makanisa mengine ambayo ni ya CCT. Sawa. Ambapo yale inaongozwa na katibu wa elimu. Kwa hiyo sisi kama CSCC tunafanya kazi moja kwa moja na katibu wa elimu katika kuzifikisha huduma ambazo zinatekelezwa na makanisa katika taasisi za elimu. Kwa maana hiyo katibu wa elimu, lakini kuna mratibu wa elimu wa kanda. Kama unakumbuka kipindi kilichopita tulisema kwamba CSCC imegawanyika katika kanda 5 ili kuweza kufikisha huduma katika nchi nzima. Ambapo kanda inaongozwa na meneja. Sasa meneja, kuna mtu anaitwa mratibu wa elimu wa kanda namba 1 na mratibu wa elimu namba 2, ambao wale ndo wanafanya kazi moja kwa moja na meneja katika kuhakikisha kwamba kila jimbo na kila diocese inafikiwa. Na mratibu namba 1 kama atakuwa ametoka kanisa Katoliki, mratibu namba 2 atakuwa ametoka katika ile jumuiya ya Kikristo Tanzania. Kwa hiyo na kinyume chake, kama mratibu namba 1 ametoka jumuiya ya Kikristo Tanzania, ina maana mratibu namba 2 atatoka kanisa Katoliki. Na kunakuwa na vikao vya kikanda ambavyo vinajadiliana kuhusiana na masuala mbalimbali ya elimu. Na katika vile vikao yatajadiliwa mazuri na yatajadiliwa na changamoto. Alafu zile changamoto zitakusanywa na meneja kwa kushirikiana na wale waratibu wa elimu. Alafu wakishaziandaa, kuna changamoto ambazo zinaweza zikatatuliwa kwa level ya jimbo au diocese cha kwanza. Yaani unakuta kama ni changamoto sema jimbo kuu la Dar es Salaam, kuna changamoto ambayo katibu wa elimu anaweza kaitatua yeye mwenyewe. Sasa kama anaweza kuitatua mwenyewe haitafika CSCC. Lakini kama ataona anaweza kusema akaitatua lakini akatushirikisha kwamba nimeitatua kwa mfumo huu. Lakini pia wakati mwingine anaweza akasema okay, hii changamoto iende moja kwa moja CSCC. Kwa hiyo kwa kupitia yule mratibu wa elimu aliyopo sasa katika kama ni namba 1 ambayo labda mtoka kanisa Katoliki na hiyo issue imetoka kanisa Katoliki, ina maana ataipeleka kwa meneja wa kanda. Meneja wa kanda ana uwezo pia kuitatua. Lakini akiona hii inahitaji mamlaka ya juu zaidi, meneja wa kanda anairifaa kwetu. Anaipeleka kwetu CSCC. Sasa CSCC tunaenda moja kwa moja, tunaingia katika level ya wizara na mambo mengine katika kutafsiri sera na vitu vingine. Kwa hiyo sasa ina maana itakapofika makao makuu kwa mfano, ina maana sasa aidha mkurugenzi wa huduma za elimu ataishughulikia, au kama sio mkurugenzi wa huduma atategemea sasa kuna wale maafisa nilikwambia, kuna afisa anahusiana na masuala ya ufundi wa elimu, na kuna mwingine anahusiana na masuala ya sera, naye anaweza kaishughulikia hilo tatizo. Kama inashindikana zaidi, mkurugenzi mtendaji naye ana mamlaka yake ya kushughulikia tatizo kama hilo. Kwa hiyo ukiangalia utekelezaji wetu unaanza chini kwenda juu. Japokuwa kuna wakati mwingine kuna hoja nyingine tunaweza tukaanza nazo juu, utekelezaji wake alafu tukazileta chini. Tukazishusha chini. Yes, kwa mfano, inaweza kuwa ni swala la kisera ambalo limeanzishwa labda na Wizara ya Elimu au TAMISEMI.
au ni tamko labda limetoka labda kwa Mheshimiwa Rais. Sawa sawa. Sasa lile lazima litakuja kwetu sisi moja kwa moja. Moja kwa moja kama CSCC, na sisi tutalitafsiri katika sera za nchi, lakini na sera za kikanisa, alafu tutalipeleka chini sasa kwa kupia mamlaka ile niliyosema kwamba itaenda kwa meneja wa kanda. Meneja wa kanda atawasilisha kwa mratibu wa elimu wa kanda. Mratibu wa elimu ataipeleka kwa katibu wa elimu husika. Katibu wa elimu husika ataipeleka kwenye taasisi husika ambayo inakwenda. Kwa hiyo hivyo ndio tunavyofanya kazi. Na katika mfumo huo umesababisha kwamba kumekuwa hakuna kufanikisha, kwa sababu kila mmoja anajua namna ambavyo mgawanyo majukumu ulivyokaa. Kila mmoja anajua kwamba hili swala hili ni la kwangu, mimi kama katibu wa elimu, mimi kama mratibu wa elimu, mimi kama meneja, na mimi kama CSCC. Na sasa labda utajiuliza wamiliki wa taasisi wenyewe wanaingia wapi, ambao ni mababa askofu, kwa sababu taasisi zote za elimu za makanisa wamiliki wake ni mababa askofu. Sasa wote baba askofu upande wa Katoliki au upande wa CCT. Sasa wenyewe tayari walishatengeneza structure. Kwa hiyo kuna wakati wanapokea taarifa kutoka CCC na kuna wakati wanaweza kupokea taarifa kutoka kwa katibu wake wa elimu moja kwa moja. Kwa hiyo ina maana ni mamlaka ambazo wanaziamini na zote zinafanya kazi chini ya mababa askofu. Kwa hiyo wakati mwingine mkurugenzi mtendaji anaweza akawasiliana moja kwa moja na baba askofu husika na akapokea ile taarifa na akaifanyia kazi. Lakini anaweza akapokea taarifa pia kwa mkurugenzi wa idara ya elimu akaipokea na akaifanyia kazi. Anaweza akapokea taarifa kwa meneja wa kanda akaipokea na akaifanyia kazi. Anaweza akapokea taarifa kwa katibu wa elimu. Lakini taarifa zote hata kama itaenda pale, lakini lazima mamlaka nyingine zinashirikishwa. Yaani mkurugenzi wa huduma za elimu kabla hajaongea na baskofu, lazima mkurugenzi mtendaji anajua, meneja anajua, na meneja akishajua ina maana na mratibu wa elimu anajua. Kwa hiyo sio kama ni jambo linaenda kwamba kunakuwa na double information. Hapana. Ila ni nani ametoa taarifa ndio hicho inakuwa pale. Lakini mamlaka zote zinakuwa zinajua na zinasimamia katika kuhakikisha utekelezaji wake. Kwa hiyo katika hizi taasisi ambazo tumesema taasisi 1033. Sisi kama CSCC kwanza tunaratibu vile vikao vya kanda cha kwanza. Na hata mafunzo tunatoa mafunzo katika level ya kanda. Lakini pia kuna wakati tunatoa mafunzo kitaifa. Lakini kwa hiyo kuna mikutano ambayo tunaita ni educational technical meetings. Ambazo ile mkutano inakutanisha wakuu wa shule wote katika kanda. Wanakutana, wanajadiliana. Lakini pia tuna mikutano ya kitaifa ambapo tunapo wakuu wa shule wote tunakutana nao taifa nzima na wanakuwa ni wengi. Sasa ili kufikisha ujumbe na kutekeleza kwa hicho kikao kinaleta tija, ile mikutano tumegawanya katika session 3. Session ya kwanza ni shule za awali na shule za msingi, ambapo wakuu wake wa shule wote wanafika zaidi ya 400 ambao ni wa shule za awali na shule za msingi wanakutana kwa pamoja kitaifa kwa siku 2. Wanajadiliana na kupokea miongozo na sera na mada za kwamba mbalimbali. Alafu kuna mkutano wa kitaifa kwa shule za sekondari tu peke yake, wakuu wa shule za sekondari peke yao, ambao nao wanakutana kitaifa kwa siku 2. Nao wanajadiliana hivyo hivyo. Alafu kuna mkutano kwa ajili ya vyuo, ile elimu ya kati, ambapo pale kuna vyuo vya ufundi, vile vocational training centers, pamoja na vyuo vya ualimu. Nao wanakutana katika section hiyo. Alafu kuna mkutano wa vyuo vikuu. Kwa hiyo vyuo vikuu kwa sababu sio vingi sana, nao kuna ratiba yao kwamba wanakutana, tunakutanisha pale na tunajadiliana mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na swala la vyuo vikuu. Na kila mwaka lazima tufanye mkutano. Na ile mkutano ndio inatujengea umoja na kuweza kufanya kazi kwa pamoja na kuhakikisha kwamba yale tunayokubaliana tunatekeleza. Kwa hiyo kila tukimaliza mkutano, kila kikundi, kwa mfano tumesema mkutano wa shule za msingi na awali, kuna makubaliano ya pamoja ya utekelezaji kwa mwaka husika. Tutakapokutana mwaka unaofuata, baada ya mwaka mmoja, kikao kinachofuata, cha kwanza tutajadiliana yale ambayo tulikubaliana wote kwa pamoja utekelezaji wake yamefanikiwa kwa kiasi gani. Alafu mwisho wa siku tunatengeneza maazimio mengine. Kwa hiyo yale ambayo tumeweza kuyafanikisha na hayahitaji muendelezo tunayaacha. Yale ambayo tumekubaliana tumetekeleza lakini yanahitaji muendelezo tunaondoka nayo tena kama azimio kwa mwaka unaofuata tena. Kwa hiyo tunakwenda kwa hivyo. Kwa kufanya hivyo tukafanikiwa mpaka kuanzisha mitihani ya pamoja.
katika taasisi zote katika taasisi zote. Lakini sasa hii hapa ni kwa shule za msingi na shule za sekondari. Kwa vyuo vya ufundi bado hatujafanikiwa kufanya hivyo, pamoja na vyuo vikuu, kwa sababu kwanza wana program tofauti. Sawa. Kwa hiyo shule za msingi kwa darasa la 4 na darasa la 7 kwa mtaala huu wa zamani wanafanya mitihani ya pamoja ya CSC kwa nchi nzima. Lakini ile mitihani ili kuiongeza na kuiratibu vizuri tumeifanya kikanda. Japokuwa inafanyika nchi nzima, lakini uratibu wake unafanyika kikanda katika zile kanda 5 ambazo tulizitaja. Kitu kama hicho pia kinafanyika kwa upande wa sekondari. Kwa upande wa sekondari wanafanya kwa kidato cha 2, kidato cha 4 na kidato cha 6. Kwa mfano sasa hivi kidato cha 6 wameshamaliza. Matokeo yameshatoka. Tayari yameshatoka. Na ile mitihani inatungwa katika viwango vya juu kuhakikisha kwamba mwanafunzi anayefanya ule mtihani wetu unampima vizuri kiasi kwamba akija kufanya mtihani wa taifa lazima afanye vizuri. Na hizo labda nikupe mfano. Sisi katika hii mitihani yetu tunatumia vigezo vile vile baraza la mitihani. Sawa. Lakini mwanafunzi anaweza kupata division 3 labda ya point 23 kwa kidato cha 2 au kidato cha 4. Kwa ule mtihani wetu wa kanda wa kitaifa huwa CSC. Lakini kutokana na huo mtihani juhudi zinafanyika vizuri, yule mwanafunzi akija kufanya mtihani wa mwisho kwa mfano ni form 2 au ni form 4 au ni form 6 anaweza kupata division 1 hata point 8, ambayo mtoto alipata kwetu mtihani alipata division 3 ya point 23 kwa mfano. Lakini sasa kutokana na analysis ambayo tunaifanya na kuhakikisha mtoto udhaifu wake uko wapi, zinafanyika juhudi za ziada zaidi kumuongezea maarifa kiasi kwamba ile mtoto anafanya vizuri kwenye mtihani wake wa mwisho. Kwa hiyo unaweza kaangalia matokeo yetu ya mtihani huu wa ndani ambao tunaita mtihani wa CSC, tunaweza tukawa tuna division 1 labda 700. Lakini kwenye mtihani wa form 6 wa mwisho wa kitaifa zinaweza kuwa ikazidisha mara 2 ya hiyo. Kwa jikuta tuna division 1 1400 hata 2000. Kwa hiyo unaweza kujikuta kuna shule nyingine kwa mfano inaweza ikawa wanafunzi wake walipata division 1 na 2 kwa mtihani wetu wa CSC. Lakini kwenye mtihani wa taifa wote wamepata division 1, daraja la kwanza kwa maana hiyo. Kwa hiyo imesaidia kuhakikisha kwamba watoto hao wanaweza kufanya. Lakini yule mtihani lengo lake sio kuonyesha kwamba tunawaandaa watoto kiasi gani. Of course hilo ni mojawapo, lakini ni njia mojawapo ya kutuweka kwa pamoja kama shule za kanisa. Imefika wakati ule mtihani umekuwa na unatija kiasi kwamba mpaka shule nyingine za serikali na shule zisizo za serikali wanaomba kuingia katika ule mtihani. Katika ule mradi. Hiyo huduma ya huo mtihani. Lakini sasa kwa sababu lengo ni kwa ajili ya CSC peke yake, kwa hiyo zile shule nyingine zinakosa nafasi. Kwa wanachofanya wanaweza kuchukua ile kama past papers wakafanyia watoto, lakini baada ya siku ile kufanya. Kwa hiyo ni huduma ambazo tumehakikisha kama zinakuwa kwa pamoja na kuhakikisha wanafunzi wanafanya vizuri. Lakini huduma nyingine katika kama idara ya elimu wakati mwingine inaanzisha miradi mingine mbalimbali. Kwa mfano tumetaja mradi wa ulinzi na usalama wa mtoto ambayo ni agenda hata kitaifa. Sababu hata serikali katika msisitizo wake inahakikisha kwamba mtoto anapata mazingira mazuri ya kuweza kusoma. Kwa hiyo tunafanya hizo juhudi za serikali, nasi tunafanya. Lakini pia sisi tunakuja na mbinu nyingine mbalimbali za kiidara kuhakikisha watoto wetu wanapata huduma vizuri. Kwa mfano sasa hivi tuna huduma ya kuhakikisha mwanafunzi anasoma vizuri kwa kupitia TEHAMA. Okay. TEHAMA. Mnakimbizana na teknolojia ya habari na mawasiliano. Ambapo tunawafundisha wanafunzi, lakini tumeanzisha mifumo mbalimbali ambapo walimu wanaweza kutunga mitihani kwa kutumia TEHAMA hiyo, lakini wanafunzi wakasoma masomo mbalimbali kwa kupitia TEHAMA. Na hii tunashirikiana sisi kama CSC, lakini tunatafuta pia wadau mbalimbali. Kwa mfano kwa kipindi kilichopita tulipata fedha kutoka Baraza la Maaskofu Italia kwa ajili ya kuboresha hiyo huduma ya TEHAMA katika ufundishaji na kujifunza. Kwa hivyo vitu kama hivyo vinafanyika. Lakini pili, kuna miradi mingine ambayo tunaifanya kwa mfano kwa ngazi ya vyuo vikuu. Pia kuwajengea wakufunzi wale wa vyuo vikuu kujua namna gani ya kuweza kuboresha wale walimu wanaosoma pale wawe walezi wazuri kwenye shule zao. Kwa mfano kwa kupitia mradi wa ulinzi na usalama wa watoto, tuna kipengele ambacho tumewafundisha baadhi ya walimu wa vyuo vikuu, lakini bado tutawafundisha namna bora za kuweza kuingiza kuchopeka masuala ya ulinzi na usalama wa mtoto katika ile curriculum ambayo wanafundisha walimu. Kiasi kwamba sasa yule mwalimu ambaye anasoma pale chuo kikuu akimaliza kitoka akienda kwenye kazi tayari anakuwa na mbinu mbalimbali za kuweza ufundishaji.
Lakini pia tuna miradi mingine katika ngazi kama hiyo ya vyuo vikuu ya kuwajengea wanafunzi wale wanayesoma kwa jinsi gani ya kujitambua. Kwa sababu sasa hivi unakuta mtoto anaweza kasoma chuo kikuu lakini hajijui hata maisha yake baadaye yanakuwaje. Kwa hiyo tunatengeneza mazingira ya kujenga kama ni capacity tunamjengea uwezo kwamba yule mtoto ajitambue, lakini specifically ajitambue umuhimu wa afya yake. Tunaamini kwamba anapata elimu bora. Lakini kama atapata elimu bora alafu akaondoka na maambukizi ya ukimwi kwa mfano, ina maana haizi kuwa mtendaji mzuri katika kazi. Kwa hiyo sasa tunamjengea tuna mradi ambao tulifanya kwamba kuhakikisha kwamba yule mwanafunzi pamoja na elimu anayopata bora, lakini pia apate utambuzi wa afya yake ya kujilinda yeye. Kwamba baadaye tunatarajia kwamba atakuwa mtendaji mzuri. Kwa hiyo ajipate elimu ya kujilinda, kuhakikisha kwamba anamaliza elimu yake ya chuo kikuu, anakuwa ana afya njema kwenda kutumika katika ulimwengu wa kazi. Sawa sawa. Kwa hiyo kujitambua masuala mbalimbali yanayohusiana na maambukizi ya ukimwi. Ni kushukuru sana mshauri wa huduma za elimu kutoka CSSC. Asante sana Bwana Joshua. Namna ambavyo umeelezea idara nzima inavyofanya kazi, mnafikiaje na miradi kama hiyo ambayo mnaitekeleza. Kutokana na muda wetu si rafiki, naamini kila kitu kinakwenda vizuri. Nije kwako manager wa mradi wa ulinzi na usalama wa mtoto kutoka CSSC. CSSC ifanye nini sasa katika kuboresha mradi huu wa ulinzi na usalama wa mtoto shuleni? Mipango mikakati sasa tuzungumzie hapa. Mipango mikakati ambayo CSSC inaweka kwa ajili ya ulinzi na usalama wa mtoto shuleni ni kuhakikisha kwamba inaifikia jamii kubwa iweze kuelewa dhana ya ulinzi na usalama wa mtoto. Lakini pia kutafuta wadau mbalimbali waweze kuunga mkono juhudi za CSSC katika kufikisha elimu ya ulinzi na usalama wa mtoto kwa sehemu kubwa, kwa sababu kufikia mikoa miwili tu ni sehemu ndogo sana ya taifa letu. Taifa ni kubwa na linahitaji elimu ya ulinzi na usalama. Na kwa taarifa yako mheshimiwa mtangazaji, changamoto ambazo zipo kwenye shughuli za ulinzi na usalama wa mtoto, kwanza ni uelewa wenyewe wa dhana ya ulinzi na usalama kwa jamii. Jamii haielewi kabisa. Tunakumbana na changamoto kubwa kwenye jamii kwa sababu haina uelewa wa mtoto ni nani, anastahili kupewa haki zipi. Lakini pia changamoto nyingine tunayokumbana nayo katika kutekeleza mradi wa ulinzi na usalama ni kukinzana kwa sheria za nchi yetu. Sheria ya mtoto ya mwaka 2009 inasema mtoto ni mpaka miaka 18. Lakini sheria ya ndoa 15. Kwa hiyo imezungumza vingine. Lakini kingine ni kukosekana kwa huduma jumuishi. Mtoto akifanywa unyanyasaji au ukatili, tunatarajia vituo vya huduma jumuishi viwe karibu. Tunasema one stop center. Ambapo aliyefanywa ukatili aweze kupata huduma stahiki kwa haraka. Kama ni huduma za kisaikolojia, ushauri, huduma za kiafya, lakini huduma za kisheria awepo polisi anayeweza kumsaidia. Kwa kweli kwa nchi yetu vituo hivyo viko vichache sana. Lakini pia changamoto nyingine ni kukosekana kwa commitment ya wadau mbalimbali. Kuanzia familia, wazazi wenyewe, walezi. Ushirikiano ni mdogo katika kumlinda huyu mtoto. Kila mtu anafikiri kwamba jukumu la kumlinda mtoto ni la mtu mwingine. Mzazi anasema kwa mimi nikishamtoa nimemkabidhi kwa dereva wa basi la shule, mimi sina jukumu tena. Kumbe mtoto huyu anatakiwa kulindwa kama linavyolindwa yai, na kila mmoja anayehakisha mtoto anapita mikononi mwake anamlinda kwa nguvu zote. Kwa hiyo ili tuweze kuwafikia huko tunahitaji fedha, tunahitaji ushirikiano. Kwa hiyo CSSC na halika wadau mbalimbali wanaoweza kuchangia aidha fedha au namna yote ile kufikisha elimu ya ulinzi na usalama wa mtoto kwa jamii. Sawa. Ndio, na kutoa machapisho mbalimbali ambayo CSSC nayo yawafikie wanajamii, lakini taasisi za elimu waweze kusoma na kuangalia namna ambavyo wanaweza kusimamia hizi huduma za ulinzi na usalama wa mtoto mashuleni. Lakini zaidi sana shule zetu pia ziweke mazingira rafiki. Walimu hawa wa ulinzi na usalama wa mtoto mashuleni wanaoitwa walimu wa unasihi, malezi na unasihi, wapewe ofisi katika shule zetu, lakini wapewe nafasi za kuwahudumia watoto
wapunguziwe mzigo wa kufundisha ili wapate nafasi ya kukutana na watoto wenye shida mbalimbali katika shule. Watambuliwe kama watu muhimu katika shule ili waweze kusaidia kumlinda na kumlea mtoto katika njia inayompasa. Asante sana na nakushukuru sana kwa tamatisho hilo kwako zuri na bora kabisa, Sylvester Udope, meneja wa mradi wa ulinzi na usalama wa mtoto. Kumbuka ya kwamba leo tunajadiliana kuhusiana na mradi wa elimu ama idara ya elimu katika Tume ya Kikristo ya huduma za kijamii. Kwa kumalizia, Bwana Joshua, mshauri wa huduma za elimu kutoka CSSC. Swali langu linaweza likawa dogo sana na mtu mwingine anaweza akawa anajiuliza kwa nini haya yote CSSC inayatekeleza katika upande wa elimu? Lengo ni kusaidia kutoa huduma za elimu pale serikali inaposhindwa. Kwa sababu nchi ni kubwa sana. Na serikali ni wajibu wa serikali kutoa huduma za elimu na afya kwa wananchi wake. Lakini kutokana nchi ni kubwa, mazingira ni magumu na ufinyu wa fedha, serikali inaweza siwafikie watu wote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo lengo kubwa la kama kanisa cha kwanza ni kuhakikisha kwamba pale serikali haijafika basi sisi kama kanisa tunafika. Lakini la pili ni agizo la kibibilia. Wakati Bwana Yesu akiagana na Petro alimwambia, nenda nitakufanya kuwa mwamba katika nitajenga kanisa langu, lakini nitakufanya kuwa mwamba na uende ukaitangaze injili dunia nzima. Kwa hiyo kanisa, mababa askofu aliona kwamba sio rahisi kuwatangazia watu injili kama watakuwa hawana akili timamu, hawana maarifa. Lakini pili, itakuwa ni ngumu kuwatangazia watu injili kama watakuwa hawana afya bora. Kwa maana hiyo, ili mtu aweze kumfahamu Kristo, lazima awe na maarifa na akili ya utambuzi, na hiyo inapatikana kwa kupitia elimu, kupitia shule. Ndio chanzo cha kuanzisha shule. Lakini pili, lazima awe na afya njema. Afya njema inapatikana kwa kupitia utabibu, ambayo ni nini? Hospitali. Kwa maana hiyo sasa, ili kurahisisha huduma ya Kristo iweze kuendelea nchini, ina maana mabaskofu waliona ni vizuri tuwe na taasisi za afya na elimu kuhakikisha wale wa Kristo ambao tunahubiria wana utashi mzuri katika elimu, wanatambua nini maana ya maisha, lakini pia wana afya njema. Kwa kupitia hivyo, ina maana kumwambia kwamba Kristo ni Mwokozi ni rahisi kueleweka. Kwa maana hiyo pia ni agenda nyingine ambayo ilisababisha kwamba kanisa litoe huduma za elimu. Lakini cha tatu ni kutafuta amani. Mtu akiwa na afya njema, akiwa na elimu ya kutosha, akiweza kujimudu katika maisha yake, ina maana yule mtu hata kuwa mhalifu. Kwa maana kwa kupitia hivyo, Tanzania kanisa linakuwa limeongeza utulivu katika nchi. Kwa sababu kwamba tunahubiria kuhusiana na injili kwa mpapamu Kristo, lakini pia tunamwelimisha ajitegemee kuliko kubaki kutegemea mahali fulani. Sawa sawa. Kwa maana hiyo ni sababu ya tatu kwamba kanisa linasema kwamba ili tuwe na amani nchini, lazima watu wetu wawe na afya njema, lakini pia na akili timamu, na maarifa ya kutosha. Kwa maana hiyo ni sababu nyingine sisi kama CSSC tunaitekeleza kwa kupitia na huduma za elimu na afya kuhakikisha tunalinda amani ya nchi kwa kutoa huduma nzuri ambapo watu watajitambua, watakuwa na afya njema na kuweza kufanya vizuri. Kwa maana hiyo basi, kwa kufanya hivyo tumeweza kufanikiwa kuwa sehemu kubwa sana ya utulivu wa nchi yetu kwa watu wake, lakini hata kwa wageni, kwa sababu hata shule zetu zinapokea wageni ambao sio wa Tanzania lakini wanasoma katika shule zetu, na wakirudi kwao wanapeleka ile maarifa kwa ajili ya kuendeleza nchi zao. Kwa maana hiyo pia tunaweza tukasema kwa dunia inapata huduma hizo kwa kupitia maaskofu, mababa askofu, huduma za afya na elimu vizuri, na wanakuwa na dunia nzima inakuwa na amani. Ni washukuru sana. Asante sana. Sana kwa kufika na kwa kutupa mwongozo na taswira na kila ambacho kinatekelezwa na CSSC katika upande wa elimu, katika idara ya elimu. Mimi niwapongeze sana. Meneja wa mradi wa ulinzi na usalama wa mtoto, niwatakie kila laheri katika kutekeleza mradi huu. Ni mradi ambao ni mzuri na nauona una matokeo chanya. Ndiyo. Na si tu katika taasisi za kidini,
bali hata nje, kwa sababu mnapomfundisha mtoto huyu anaenda kukutana na watu wengine ambao hawasomi katika hizi taasisi za kidini. Lakini pia umewaalika wanajamii kujumuika pamoja katika kuhakikisha mradi huu unafanikiwa. Nikushukuru sana na kila la heri katika kutekeleza mradi huu, na nimependa sana swala zima la club za wanafunzi ambazo zinajikita katika kuzungumzia masuala ya ulinzi na usalama. Endeleeni kufanya kile kilichokuwa bora zaidi. Asante sana. Nawashukuru sana. Asante pia. Asante sana watazamaji wetu wa Tume Television kwa kuwa nasi ndani ya Kahawa au Chai, meza ya majadiliano. Nilikuwa na ndugu yangu hapa Joshua Moshi, yeye ni mshauri wa huduma za elimu kutoka CSSC, lakini pia nilikuwa naye Sylvester Udope, meneja wa mradi wa ulinzi na usalama wa mtoto shuleni. Asante sana kwa kushiriki nasi, asante kwa kutazama Kahawa au Chai, asante kwa timu nzima ambayo imehakikisha haya yote yanakufikia hapo ulipo, na hii elimu ambayo unaendelea kuipata kutoka Tume ya Kikristo ya huduma za kijamii. Tunasema Christian Social Services Commission. Uwe na asubuhi njema. Mimi naondoka hivi na wadau wangu hapa. Asante sana. Asante sana.